Zaidi ya wagonjwa 200 wanaohitaji huduma ya kuchuja damu, dialysis na watoto wanaopokea huduma katika hospitali ya taifa Muhimbili jana walipitia wakati mgumu baada ya jengo wanalolitumia kupata huduma hizo kukosa umeme kwa masaa 18. Wagonjwa hao wanaopokea huduma katika jengo la watoto kwa zamu ndani ya hospitali hiyo wamejikuta wakirundikana baada ya huduma hiyo kusimama kwa tangu saa 3 wa kuamkia jana. Matibabu ya dialysis yanayojumuisha mashine zinazotumia umeme kuchuja damu kutoka kwenye figo kwa lengo la kutoa sumu, taka na maji. Wakizungumza kwa nyakati tofauti na Mwananchi, wagonjwa hao wamesema umeme huo ulikatika saa 3 usiku juzi kabla ya kuwashwa jenereta ambalo nalo liliharibika baada ya muda mfupi. Hata hivyo, akizungumza na Mwananchi kwa njia ya simu, mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano MNH Aminieli Algaesha amekiri kutokea kwa hitilafu hiyo na kueleza hatua zilizochukuliwa. Wagonjwa hao ambao hawakutaka kutajwa majina yao kwa sababu za kiusalama wamesema hali hiyo ilisababisha baadhi yao kuanza kupata athari hasi kwa kuvimba miguu, matumbo na kutapika kama wenyewe wanavyoeleza. Okay, ni kweli, ni sawa, ni kwamba hili jengo lote umeme ulikatika jana usiku saa 5. Sasa na generator yao wanasema ni mbovu, naona wameleta mafundi sasa hivi ndo wanatengeneza. Lakini sasa inaonekana watu wa TANESCO hawajafika mpaka sasa hivi, kwa sababu ndo wangetoa umeme wa TANESCO na ungetusaidia zaidi na ungepatikana kwa haraka zaidi. Kwa hiyo hakuna matibabu yanayoendelea. Hata wagonjwa walioko ICU nimeona wamehamishwa usiku wakapelekwa sehemu nyingine kwa ajili ya uangalizi zaidi. Lakini sasa wagonjwa kama wafigo sasa ndio tuko nje tumekaa tu, hakuna kinachoendelea, tumekaa tu. Wengine wanapita viongozi wanakuambia labda kama unajisikia hauko vibaya uende nyumbani uje kesho, yaani hata ieleweke. Mzuri tu, sisi ni wagonjwa wa figo. Tupo hapa Muhimbili, kitengo hichi cha kitanda cha jengo la watoto hakina umeme toka jana. Watu hapa wamezidiwa, wengine wako hoi kabisa, hata kufanya hamna, na tujui chochote kinachoendelea. Watu wanatupita, tumekaa toka jana, watu hawajapata matibabu. Jana saa 3 za usiku atujui generator ikasaidia kama nusu saa na siji kaungua. Basi watu tunatoka hapo, tuna wengine tena ikabidi watolewe tu hapo vichwe maji bila umeme uwepo, wakaruhusiwa wakaondoka wale hata kutibiwa. Sasa kuna watu wengine tulikuwa tunaingia shift ya saa 3 jana usiku, tumefika hapa mpaka saa hizi hatujapata huduma. Na watu kuovyo, na watu sisi figo zote zimekufa. Hatujielewi kabisa. Mpaka saa hizi hamna chochote tunachokiona. Kila mtu tumejaribu kupigia sio makao makuu au nani huko wa TANESCO, wanasema tunashughulikia sana, lakini hatumuoni mtu kuja hapa. Huko kwenye transformer yenyewe iko katika umeme, hakuna mtu wa TANESCO hata mmoja mpaka sasa hivi. Kuna generator hapa tunaona wanazunguka tu, mara wanatoroka, wanafanyaje? Hali wa generator limeshindwa kuwashwa. Maana generator ingekuwa inafanya kazi na sisi tungeendelea kutibiwa. Lakini hapa tupo hoi. Yaani ukija hata wewe mwenyewe utakuja utatuhudumia. Kuna wengine wanataka kutembea wawezi, wengine watazidiwa, matumbo yamejaa, miguu imevimba. Watu wanakwambia wanalalamika, wengine wanatapika, basi. Watoto hoi, wengine wamehamishwa maodi, wamepelekwa maodi kwingine huko. Yaani tatizo liko hapa kwa jengo letu tu. Maeneo mengine yote Muhimbili yana umeme. Jengo la kwetu tu transformer kwetu ndio mbongua basi. Muhimbili yachukua hatua. Algaesha amesema na nukuu, usiku wa kuamkia Mei 26, 2025 majira ya saa 5 usiku kulijitokeza changamoto ya umeme katika jengo la watoto baada ya njia mbili za umeme kutoka na kusababisha kuwepo kwa hitilafu kwenye transformer ya kuathiri pia generator ya dharura ya jengo hilo. Mwisho wa kunukuu. Ni kweli kulitokea tatizo la kukatika kwa umeme katika jengo la watoto. Na tatizo hili limetokea jana usiku wa kuamkia leo majira kuanzia saa
6 kasoro usiku wa kuamkia leo. Kilichotokea ni kwamba jengo hili lina phase 3 za umeme. Phase 2 zilitoka ikabaki moja, ambayo nayo baadaye iliondoka. Kwa waita wenzetu TANESCO ambao walifika kwa wakati on time, wakajaribu kuanza kutafuta tatizo la hitilafu ni nini, wakawa wamefanikiwa kurudisha umeme. Walivurudisha umeme ukapeleka hitilafu kwenye standby generator pia ya hospitali ambayo inalisha jengo hili. Hili jengo lina standby generator kubwa sana kulingana na functions zilizo katika hili jengo la watoto. Kwa hiyo lina function kubwa sana. Sasa ulivurudi ukaleta hitilafu tena kwenye generator. Kwa hiyo sasa tunashindwa kulisha jengo kwa sababu generator nayo imepata hitilafu. Kwa hiyo tunachokifanya sasa, toka jana usiku saa 6 usiku wa kuamkia leo, TANESCO wako Muhimbili hawajalala. Muhimbili mafundi hawajalala mpaka sasa, wako kwenye site. Na pia tumemwita mtoa huduma wa generator linalolisha hili jengo, yuko hapa toka jana saa 6 usiku mpaka sasa. Wanajaribu kufanya troubleshooting ili kuweza kudetect tatizo ni nini kinacholeta hili tatizo. Kwa hiyo wako site. Sasa pamoja na hayo, kuna wananchi ambao wanapata huduma katika hili jengo. Ni nini tumekifanya? Ya kwanza, tuna wagonjwa ambao wanahitaji huduma za ICU. Tuna ICU ya watoto. Tumewadistribute katika ICU zingine za watoto zilizoko ndani ya hospitali ili waendelee kupata huduma zinazohitaji huduma ya ICU. Hiyo nataka uielewe vizuri, sawa? Hii jengo la watoto lina ICU ya watoto. Inaitwa PICU. Kulikuwa na watoto waliokuwemo tumewadistribute katika maeneo mengine yenye ICU. Wengine wako emergency, kuna ICU pale, kuna sehemu ya watoto anapata huduma, na wengine tumepeleka jengo la wazazi. Lakini licha ya hilo pia tuna wagonjwa wanaofanya dialysis, kusafisha figo, hawajapata huduma mpaka sasa. Lakini tunachofanya, tunawasiliana na hospitali jirani katika jiji la Dar es Salaam kuhakikisha kwamba tunawadistribute according ndio waweze kuendelea na huduma ya kusafisha figo. Sababu sisi ndio hospitali yenye wagonjwa wengi wanaosafisha figo kwa siku. Kwa hiyo tunawasiliana na wenzetu hospitali za jirani na wanatupa ushirikiano. Kwa hiyo tunaendelea kwa distribute kuhakikisha kwamba wagonjwa wanapata huduma. Jitihada bado ziko pale za kuhakikisha kwamba tunarejesha umeme. Kikubwa tu ninaamini tutafanikiwa. Hata hivyo, ilivyofika saa 7 mchana, wagonjwa wa dialysis kutoka hospitalini hapo walianza kuhamishiwa katika hospitali zingine za karibu ili kupata huduma. Miongoni mwa wagonjwa tuliowasiliana nao wamesema wamepelekwa hospitali ya Hindumandari, Regency, Al-Sifa na wengine Mloganzila. Umeme kurejea. Ilipofika saa 10:10 jioni, shirika la umeme Tanzania TANESCO lilifanikiwa kurejesha umeme katika jengo hilo baada ya matengenezo yaliyochukua takribani saa 18. Kwa undani zaidi wa yaliyojiri kuhusiana na sakata hilo, usisite kusoma tovuti pamoja na gazeti la Mwananchi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.